ndani, nimejua nakuja hapa tunakuja kuongea mambo ya maana, kuja kuniongelea utumbo kama huu. Ndio nilivyo leo usiku wa balaa. Hivyo una akili kweli wewe? Yaani unajua muda mwingine najua kanijana na mwanaume kama wewe. Yaani mimi nalitoka ndani na yaani bora hata ningelala maskini ya Mungu. Eti tunakuja hapa si kwetu kuna mizimu usijui nini. Mimi nanihusu nini hiyo mizimu ya kwenu? Hiyo mizimu ni wewe na uko wako. Mtoto nitakayemzaa mimi, hayo masuala ya mizimu haimuhusu. Hilo joka lilimkuta mamako, mtoto wangu mimi sijakutwa na nyoka. Kwa hiyo laana haiwezi kumkuta mtoto wangu. Baba samahani. Tena samahani. Nataka mtoto. Sitaki kabisa hizo story kuzisikia sijui mizimu sijui nini. Yaani sitaki. Naomba ziishie hapa. Mke wangu. Nadhani sio rahisi kuniamini. Lakini ukweli ndio uko hivyo. Yaani kwanza wewe wote ni uongo. Ungekuwa ni ukweli wewe kama mwanaume mpaka leo ungekuwa ushatafuta njia ya kulitatua hilo tatizo. Lakini mpaka leo umekaa tu eti sijui nyumbani kwetu tu kuna mtu anakuja kunisimulia mimi mwanamke hata aibu huna. Lione kwanza. Yaani mimi mzee Mungu wangu kwa nini lione hili mwanaume mde mpaka najuta. Lakini kaa kijua na mimi mwenyewe nina kiu ya mtoto. Sasa nisikilize kitu kimoja. Ulipolalia ndipo nilipoamkia. Hapa kwa kukwepea hamna. Ndani anaichadika nani? Mtoto. Kwanza vipi ndugu yangu? Mimi nipo tu sema ndo maswala ya kujitafuta ndio hivyo tena yani. Bwana ndugu yangu. Na tatizo. Bwana mimi na tatizo la kifamilia. Hususan na shemeji yako pale nyumbani. Ndio. Tatizo letu kubwa ni swala kuto kupata mtoto. Labda tu nikupe siri moja. Mimi bwana nina shida. Shida yangu mimi ya mizimu katika ukoo wetu. Tatizo gani kaka? Bwana ndugu yangu mimi shida yangu ni ya pale nyumbani juu ya familia yangu na shemeji yako. Tuna matatizo tu ya kuto kupata mtoto. Basi unasikia? Wewe kuwa mwazi kwanza. Hilo swali nilipata sema nilikuwa nataka nikushauri kitu kimoja. Kama ni swala kuhusu uzazi, kwani wewe hujafanya taratibu zozote ile labda kwenda kwa wataalamu? Yangu sema za kweli, tatizo liko upande wangu. Na tatizo lenyewe lipo kwenye mambo haya ya mizimu. Mambo ya kifamilia. Kwa hiyo hapo miaka ya zamani iliyopita marehemu bibi yangu aliniita usiku pale makaburini. Hivyo basi akanambia mimi ndo niwe naokoa familia. Kuiokoa ile familia ni mimi kuto kupata mtoto. Sasa basi swala hilo ndo linaweka ugomvi mpaka sasa hivi nyumbani kwangu. Kumbe ndugu yangu hiyo swala la kifamilia. Hata hivyo kabla mimi sijazaliwa mama yangu mzazi alipokuwa na ujauzito wangu mimi alishai kukutana na chatu kubwa polini. Basi ni mauzauza tu hivyo wanavyoendelea. Kwanza pole sana. Lakini ndugu yangu dawa ya moto ni moto. Ungefanya jitihada ukaenda hata kwa mtaalamu. Ndugu yangu hapo unavyoniona sijai kwenda kwa mganga aina wote mpaka nafika sasa. Sasa sijui nianzie wapi na huu mji kama unavyoelewa. Basi nasikia. Mimi nitakuunganisha kuna jamaa mmoja anaitwa Manywele. Jana fulani vidalali yule sana mkumbuka. Manywele. Jamaa mfupi hivi. Yeah. Kila mmoja anamjua na imani na sio kipelekea yule Manywele. Imani atakufanyia kazi maana yule dalali kila mmoja anamjua. Oh dada, asante. Oh kaka, umejua kuchagua mtu mzuri. Dada, usiishi maisha ya kukariri. Maisha yanahitaji uelewa. Huyu dada unayemwona hapa ana matatizo makubwa sana. Huko nilipomtoa nilimkuta anataka kujiua. Kujiua?
Vipi ndugu yangu, mbona tuonani? Bwana maisha, unasema maisha hayo. Maisha wapi ndugu yangu? Alafu umeongea hivyo nimekumbuka kuhusu letu la nani Chitemo. Chitemo yule aloimba Chitemo mimi maskini au yupi? Yupo kidogo fani hivi anakaa pale hivi kona pale. Hapo hivi kabla hujafika pale lami kwenye hapa karibia na gereji hapo pembeni. Wewe unazungumzia jamaa mwenye ndevu? Huyo. Wewe ungesema Chitemo yule mzee wa ndevu. Namfahamu tu kama ni Chitemo, sijajua nini ile. Unajua bini wake. Mimi namjua kama Chitemo. Sawa. Bwana alikuwa na changamoto. Nilifanya siku moja alinifuata pale nyumbani akaniambia alikuwa na changamoto ya kifamilia, masuala ya uzazi haya, unajua. Bwana wewe, na maana unataka Chitemo hamna kitu? Mtaani na ushaona sasa na wewe. Sio eti kwamba kwa mtu kumwangalia kwa mwili ndo. Hata yale maswala unaweza kukuta ni fresh, lakini sema ndo hivyo mambo ya nani mila, unajua mambo ya ukoo. Mama yangu wewe ulivyo katika maishani mwako, yani ulivyo, yani katika wewe ulivyokaa hapa, hayo maswala yako, yani hayo wewe umeambiwa na mtu ama yeye mwenyewe labda amekutana ameambizana na yule? Maana alivyonifuata na kunielekeza mimi kwanza nilishtuka ndugu yangu, njoo. Sasa alivyonielekeza alisemaje? Kwanza ile changamoto huko hapo zamani za kale. Zamani mamake kabla yule Minzila Chitemo hajazaliwa. Mamake alikuwepo na mimba. Sasa alivyoendaga huko polini kuchanja kuni, hakuta gogo si nini chatu. Sasa lile chatu ile gogo si likawa badilika kuwa chatu ndugu yangu. Mamake kashindwa kukimbia, akajifungulia hapa ndio kazaliwa ile dogo. Sasa changamoto ndio ilianzia hapo tena katikati. Yeye ndo mtu mzima sasa, kama unavyoona akaenda nyumbani kwao huko kijijini. Sasa kakuta yupo usiku kalala, mara anasikia sauti kwenye dodo kama inamwita fulani. Sasa ukizingatia pale karibu na nyumbani kwao kalikuwa na makaburi. Sasa akaamka ile usiku, umeona kufuatia ile sauti inatokea wapi. Sasa inaenda hadi makaburini. Kufika kumbe alikuwa ni bibi yake anamuita kule makaburini. Ushaona? Kamuelekeza, kamwambia bana mtu wangu hivi na hivi, anamwambia bana sema mambo mengine mimi siku ya kunielekeza vizuri, unajua changamoto zile za kifamilia ilikuwa na changamoto sana. Sema ndio hivyo tena tunapita nao na imani nitakuelekeza utaelewa. Bwana kwamba yeye atasaidia ile familia. Umeona? Ndio changamoto mpaka inakuja hadi kwenye nini? Swala la uzazi, mtoto hana yule. Unapomwona na utu uzima wake mtoto hana. Umeshaona? Sasa mimi alivyonifuata nikamuelekeze bwana, nimeongea nani huyu dalali huyu dogo mfupi Manywele. Manywele. Huyo. Yule dogo nilivyomuelekeza akaniambia bwana nitaenda kwa yule dogo dalali. Nikamwambia yule dogo anafahamika kila sehemu, kila mtaa, yule tutampata fresh. Nikamwambia kataka, kisha akasema usiwazi. Umeona? Sasa amefika pale tumalize ile mada. Aenda. Sijui sikashampata yule dogo, sijajua. Unajua ingawa hayo maongezi umemfikishia bwana Manywele, na kwamba hilo swali limekwisha. Nilimwelekeza. Mimi Manywele namuelewa mimi. Manywele simuone yule mdogo Manywele yule ana mambo. Umenielewa vizuri? Yaani Manywele alishawahi kudalalia nyumba mpaka Diamond ile. Wallahi watallahi nakwambia ukweli. Manywele yule pale alisha kununuaga nywele za Kiarabu kule India karibia na Pakistan, sio na kuita chini pale, ukifika kwa Chalinzi chini kidogo, kwa Chalinzi chini pale maeneo ya Kitete pale karibia na Magole State alisha dalalia maswala hayo. Sasa basi mzali umelifikisha kwa bwana Manywele, hilo tatizo limekwisha. Nakwambia hilo tatizo limekwisha kwa Manywele, ni tatizo dogo sana. Mimi namjua mimi Manywele huyu unayemuona mdogo dogo, lakini ana mambo makubwa. Kwanza hata akiwa na pesa humjui kama ana pesa. Akiwa anazo hajulikani. Yule Manywele kwanza alishawahi kununuaga mpaka nywele zile za Kiarabu za kutoka India pale maeneo ya Oman karibu na karibu na eneo la Chalinze kwa chini kidogo pale unapoelekea Magole State kwa kuelekea Kitete pale. Manywele. Ndio maana mtu dogo Manywele siku hizi dalali Manywele. Hilo limeisha. Rafiki yangu bora nilipokuona.
Yaani nimekutafuta mji wote, nimekuzunguka mji wote na kutafuta sikuoni. Yaani leo si nisemeje yani. Tatizo ile jamaa umekuwa easy sana. Bize sana ndugu yangu. Umenitafuta siku nzima hujanipata kaka. Mimi kunipata ni jambo rahisi sana. Kokote nakopita mi lazima tu taarifa zangu zisambae. Hebu niambie shida nini kunisimamisha hapa? Unazunguka. Mimi nina mambo mengi. Hivi unavyoniona nina safari ya kwenda kuweka uzio kwenye nyumba ya mtu ili wachawi wasiingie. Unajua wewe ndo dalali tunaokutegemea mji huu wote. Sasa basi, mimi nilikuwa na matatizo yangu. Nilikuwa nataka unipeleke kwa mganga ambaye mganga huyo sio wa kubahatisha. Haki ya Mungu. Kweli wachawi wamekuwa wengi. Mganga, hilo jambo kwangu kaka umefika mahala pake. Sawa Kuhusu swala la kutafutiwa mganga, gwiji wa mambo yote ya kamgambele weka tuweke, umefika. Cha msingi tu zipo. Kuhusu swala hela, hiyo haina shida. Mimi ndio Zakayo niliyeshindikana. Huyo Yesu mwenyewe alishindwa kunirefusha mimi niwe mrefu. Sawa na vijua vitu vingi. Dalali ninayeaminika hapa, dalalia mpaka mijusi kupata wachumba. Wewe kupata mganga, hilo jambo limeisha kaka. Si umenielewa vizuri? Sasa basi, mimi naona tusipoteze muda. Kama inawezekana, twende hata sasa hivi. Acha kuwa na haraka. Mambo mazuri hayataki haraka kaka. Si unanielewa vizuri? Wewe tulia, relax, nenda nyumbani, kajiandae vizuri. Andaa sasamba, tia hela. Unatakiwa uje na mihela. Sawa Wewe cha msingi kesho asubuhi jambo lako litakuwa la kwanza. Basi sawa. Ngoja mimi nikuache, mimi naenda. Wewe unaondokaje sasa hivyo? Unaondokaje kinyonge? Vipi? Mambo ya sasamba, hauna chochote hapo? Hapa hela mimi sina. Unatafutaje waganga wazuri alafu hela huna? Unajua muda uliokaa hapa mimi ningeingiza shilingi ngapi? Sikia. Kesho tunapokutana hayo yote tunayamaliza. Haina shida, huu muda uliosimamisha hapa gharama yake ni 5,000. Sema 5,000. Kesho. Basi mimi naenda. Au vipi? Umepata bwana. Basi na noma. Haya. Haya kuliko leo mzetu kuja meno nje utafikiri umeniona mimi dalali wa meno. Mke wangu. Muda mwingine hizo paniki embu unaziacha. Kwani muda mwingine usaweke mambo yakawa sawa? Kwanza stop. Ilo jambo zuri naomba liwe zuri kweli. Sio zuri hapo nakuja unanitibua tusitibuane. Maana wewe nakuelewa. 2 yes 2 no. 50 rasi 50 majinuni. Sitaki mabalaa. Ongea la maana tuelewane. Ugomvi sitaki. Sina mudi kabisa. Sina mudi. Sikia mke wangu. Katika mihangaiko yangu kuhusu ile swala letu la kuhusu mtoto, leo nimekutana na dalali Manywele. Sawa? Kanipa njia maalum kwamba kuna mganga uji anaweza kutusaidia tatizo letu. Hivyo basi nikaona nije hapa kuelekeza. Leo sasa ndio umekuja ndani kama baba wa familia, gentleman mwanaume. Sio kila siku ukija hapa kazi ya mwanaume kuchatua changamoto za familia yake. Sio kila siku nanjia hapa hata sikuelewi. Niambie, nakusikia. Sasa basi nimeona umwelekeze na bwana shemeji, kwa sababu shemeji mke wake alitoroka. Na hisi yule mganga anaweza kasaidia na jambo lake. Sasa kaka, si umwambie wewe, kwa nini na mimi kuniambia uaga mnajila asilooni. Mna vijibavalo kikiweka umeka kushindwa kumwambia shemeji yako. Mimi kakaangu si shemeji yako. Ndio msaidie ndugu yako yule. Kwa ndugu yangu peke yangu. Basi nadhani mimi umenielewa.
Kuhusu swala kaka yako utaongea naye wewe mwenyewe. Naomba ujiandae kesho twende kwa mganga.